kusudi la Mungu kwenye ndoa na familia yangu, sehemu ya kwanza. Maana yake hii itakuwa ni sehemu ya kwanza na tutakuwa na mwendelezo. Kwa hiyo chochote ambacho nitafundisha hapa, ukiona kimeishia katikati usiwe na hofu. Kutakuwa na mwendelezo wake tena. Tutakapopata nafasi ya kuombea tena familia kwenye mwezi unaokuja, kutoka hapo tutaendeleza sehemu ya pili. Sawa watu wa Mungu? Leo ni sehemu ya kwanza. Na tunaanza kuangalia kusudi la Mungu kwenye ndoa zetu na kwenye familia zetu. Kusudi la Mungu kwenye ndoa na kwenye familia zetu. Na nitangulie kusema kwamba mtu wa Mungu, ni vizuri na ni hekima kufahamu kusudi la Mungu kwenye ndoa yako, kusudi la Mungu kwenye familia yako. Ni vizuri na ni hekima kufahamu kusudi la Mungu kwenye ndoa yako, kusudi la Mungu kwenye familia yako. Na ninapoongelea kusudi la Mungu kwenye ndoa na kwenye familia yako, kati ya kitu namaanisha kwamba ni vizuri na ni hekima ufahamu ni nini ambacho Mungu alikusudia kiwepo ama kitokee kwenye ndoa na kwenye familia yako. Ninapoongelea kusudi la Mungu, linamaanisha ni vizuri ufahamu ama tufahamu ni nini Mungu alitaka kiwepo au kitokee kwenye familia yako. Na ukishafahamu ni nini kinatakiwa ama ni nini Mungu alitaka kiwepo kwenye familia yako na kwenye ndoa yako, ni rahisi kugundua chochote cha adui kikipenyezwa ama kikitokea kwenye familia yako, na ni rahisi kukikabili, kwa sababu tayari utakuwa unajua kusudi la Mungu kwenye ndoa na familia yangu ni hili na hili. Kwa hiyo hichi kinachotokea sio kusudi la Mungu, inatakiwa nikikatae. Na kulingana na Biblia, unao huo uwezo, unayo mamlaka ya kukataa chochote ambacho si kusudi la Mungu kwenye ndoa na familia yako, na vikaondoka na vikatoweka kabisa kabisa. Tuko pamoja watu wa Mungu? Amen. Tuko pamoja watu wa Mungu? So, uko tayari uanze kuelewa ama kufahamu kusudi la Mungu kwenye ndoa na familia yako? Uko tayari uanze kuelewa, uanze kufahamu, je, Mungu alikusudia nini kiwepo kwenye ndoa na kwenye familia yako? Uko tayari uanze kufahamu ni nini Mungu alikusudia kiwepo kwenye ndoa na kwenye familia yako? Uko tayari? Okay. Kusudi la Mungu kwenye ndoa na familia zetu. Kusudi la Mungu kwenye ndoa ni raha na si karaha. Kusudi la Mungu kwenye ndoa ni raha na si karaha. Kusudi la Mungu kwenye familia ni raha na si karaha. Kusudi la Mungu kwenye familia ni raha na si karaha. Tangu mwanzo Mungu alikusudia ndoa zetu zipate raha na si karaha. Tangu mwanzo Mungu alikusudia ndoa zetu zipate raha na si karaha. Tangu mwanzo
Mungu alikusudia familia zetu zipate raha na si karaha. Tangu mwanzo Mungu alikusudia familia zetu zipate raha na si karaha. Kwa hiyo karaha au usumbufu wowote kwenye ndoa na kwenye familia sio kusudi la Mungu, na inatakiwa tuvikatae. Kwa hiyo karaha au usumbufu wowote kwenye ndoa na familia zetu sio kusudi la Mungu, na inatakiwa tuvikatae, tusikubaliane navyo. Tuko pamoja watu wa Mungu? Tuko pamoja watu wa Mungu? Nataka uzingatie point ifuatayo. Au nataka uzingatie mambo yanayofuata. Kwa kuwa Mungu habadiliki. Kwa kuwa Mungu habadiliki, basi kusudi la Mungu kwenye ndoa hata leo halijabadilika na halitakaa libadilike kamwe. Kusudi la Mungu kwenye ndoa hata leo halijabadilika na halitakaa libadilike kamwe. Kusudi la Mungu kwenye familia zetu, halijabadilika na halitakaa libadilike kamwe. Kusudi la Mungu kwenye familia zetu halijabadilika na halitakaa libadilike kamwe. Bado kusudi la Mungu kwenye ndoa na familia zetu ni sisi tupate raha na si karaha. Kwa kuwa Mungu hajabadilika na kwa kuwa Mungu hawezi kubadilika, maana yake ni kwamba bado kusudi la Mungu kwenye ndoa na kwenye familia zetu ni sisi tupate raha na si karaha. Kwa nini? Tangu mwanzo kusudi la Mungu kwenye ndoa na kwenye familia ni watu kwenye familia wapate raha na si karaha. Kitu kingine ambacho nataka uzingatie. Kwa kuwa Mungu hana kigeugeu. Basi kusudi la Mungu hata leo kwenye ndoa zetu halijageuka na halitakaa ligeuke kamwe. Kusudi la Mungu kwenye ndoa zetu halijageuka na halitakaa ligeuke kamwe. Kwa kuwa Mungu hana kigeugeu, bado kusudi la Mungu kwenye ndoa na familia zetu ni sisi tupate raha na si karaha. Kusudi la Mungu kwenye ndoa zetu halijageuka. Bado kusudi la Mungu kwenye ndoa na familia zetu ni sisi tupate nini? Tupate raha na si karaha. Na ninatamka kwamba ndivyo itakavyokuwa kwenye kila eneo la ndoa na familia yako baada ya ibada hii. Oh my goodness. Ninatamka ndivyo itakavyokuwa kwenye kila eneo la ndoa na familia yako baada ya ibada hii. Maana yake ibada hii imekusudia kurejesha tena kusudi la Mungu kwenye ndoa na familia yako.
Kwenye ibada hii Mungu amekusudia, Roho Mtakatifu amekusudia kurejesha tena kusudi la Mungu kwenye ndoa na familia yako. Na lazima iwe hivyo baada ya ibada hii. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, utadumu kuona na kupata raha kwenye kila eneo la ndoa na familia yako. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, utadumu kupata na kuona raha kwenye kila eneo la ndoa na familia yako. Amen. Unaamini mtu wa Mungu? Amen. Unaamini? Amen. Okay, tusogee mbele. Angalia kitabu cha Ruth. Kitabu cha Ruth 1:9. Kitabu cha Ruth 1:9 nasema hivi: Bwana na awajalie kuona raha kila mmoja nyumbani kwa mumewe. Ruth 1:9 inasema Bwana na awajalie kuona raha kila mmoja nyumbani kwa mumewe. Okay. Kwa wasomaji wa Biblia, kwa watu wanaosoma Biblia, hii Ruth 1:9 ni kuna mwanamke anaoitwa Naomi. So, okay. Kwa sababu ya mantiki ama kwa sababu ya muktadha wa somo, sitaenda sana huko ndani. Ukipata mnaenda kasome. Ila Ruth 1:9 inatuonyesha Naomi kama mama mkwe aliwaombea watoto wake akiwaambia hivi: Mungu awajalie kuona raha kila mmoja nyumbani mwa mumewe. Kwa nini Naomi aliwaombea watoto wake ombi hili? Kwamba wakienda kwenye ndoa zao, wakienda kwenye familia zao, waone ama Mungu awawezeshe kuona ama kupata raha. Kwa nini aliwaombea hivyo? Naomi aliwaombea hivyo kwa sababu huyu ni mama mkwe, huyu ni mzazi, huyu ni mlezi ambaye alikuwa anaelewa kusudi la Mungu kwenye ndoa ama kwenye familia ni kupata raha na si karaha. Nitarudia tena. Naomi kama mama, Naomi kama mama mkwe, Naomi kama mlezi, Naomi anawaombea watoto wake wanapoenda kwenye ndoa na familia zao, Mungu awajalie kuona ama kupata raha na si karaha. Kwa nini aliomba hivyo? Ni kwa sababu huyu mama alikuwa anaelewa, alikuwa anajua kusudi la Mungu kwenye ndoa, kwenye familia, kwenye nyumba yoyote ni kupata raha na si karaha. Tuko pamoja watu wa Mungu? Tuko pamoja watu wa Mungu? Mnanielewa kweli? Au nikafundisha wale kule? Au niendelee kule? Mnanielewa? Ruth 1:9. Mmoja nisomee. Ruth 1:9. Ruth 1:9. Bwana awajalie kuona raha kila mmoja nyumbani kwa mumewe. Si ni sawa? Si ni sawa? Hiyo ni King James, ishia hapo siendelee. Kupitia maombi ya huyu mama kuna vitu nataka tujifunze. Au kupitia maombi ya huyu mama kuna vitu Roho Mtakatifu anatufundisha. Uko tayari kuviona? Anasema hivi, kila mmoja aone raha nyumbani kwa mumewe. Okay. Kitu cha kwanza ambacho tunajifunza, kumbe ni kusudi la Mungu kila ndoa. Ni kusudi la Mungu kila ndoa iwe na raha. Ni kusudi la Mungu kila ndoa iwe na raha. Ni kusudi la Mungu kila mwanamke aone raha nyumbani kwa mume wake na si karaha. Nitarudia ya pili. Ni kusudi la Mungu kila mwanamke aone au apate raha nyumbani kwa mume wake na si karaha. Kitu kingine ambacho tunajifunza kutoka kwenye maombi ya huyu mama ni kusudi la Mungu kila ndoa, kila familia, kila nyumba
iwe na raha na sio karaha. Ni kusudi la Mungu kila nyumba, kila ndoa, kila familia iwe na raha na si karaha. Huyu mama anasema Mungu awajalie kuona raha kila mmoja nyumbani kwa mumewe. Mama anasema hivi, Mungu awajalie kuona raha kila mmoja nyumbani kwa mumewe. Kama ni kusudi la Mungu kila nyumba ama kila ndoa iwe na raha, maana yake angalia, hakuna ndoa au familia ambayo Mungu ameikusudia ipate mabaya. Sikiza, yani haijalishi kwenye ndoa yako, kwenye familia yenu, kwenye nyumba yenu kuna vitu gani vinaendelea, lakini neno la Mungu linatufundisha hivi, hakuna ndoa, hakuna nyumba, hakuna familia ambayo Mungu aliikusudia ipate mabaya. Hamna. Kila ndoa Mungu aliikusudia ipate raha. Kila nyumba Mungu alikusudia ipate raha. Kila familia Mungu amekusudia ipate raha, na si vinginevyo. Tuko pamoja, mtu wa Mungu? Okay. Ruth 1:9 anasema, nataka kuonyesha kitu kingine. Ruth 1:9 anasema, Bwana awajalie kuona raha kila mmoja nyumbani kwa mumewe. Hii si ni sehemu ya kwanza? Hii si ni sehemu ya kwanza? Narudia kusema ni sehemu ya kwanza kwa sababu kuna vitu ambavyo sitaweza kuvigusa vyote. Sasa ukibaki ama ukielewa kana kwamba ninachokifundisha leo ni package nzima, utaona kuna vitu havijai, kuna vitu vinapelea. So isikusumbue kwa sababu ni sehemu ya kwanza, tutakuwa na sehemu ya pili. Si ni sawa eh? Okay. Biblia inasema Bwana awajalie kuona raha kila mmoja nyumbani kwa mumewe. Emsema kuona raha. Emsema kuona raha kila mmoja nyumbani kwa mumewe. Emsema nyumbani kwa mumewe. Nikuulize swali. Hawa wanawake waliambiwa waone au wapate raha wapi? Speak to me please. Hawa wanawake waliambiwa wapate ama waone raha wapi? Kuna mtu amejibu vizuri. Hawa wanawake waliambiwa waone raha wapi? Simelala. Nauliza hivi, hawa wanawake waliambiwa waone au wapate raha wapi? Unaona huko wamechangamka kuliko huko. Sijui hapa wenyewe wamevaliwa na nini leo. My God, kule barabarani. Hawa wanawake waliambiwa waone ama wapate raha wapi? Huko barabarani wamechangamka zaidi. So inabidi tuhamishie madhabahu barabarani. Kuna mwingine anashangaa juu kinachoendelea. Masoka barade elezovra gataya eleze. Okay. Nitarudia tena. Hawa wanawake walioambiwa waone ama wapate raha wapi? Nyumbani kwa mume. Nyumbani kwa mume. Si sawa? Naomi alikuwa ni hatari. Anawaambia hivi, hakikisha unapoenda kwa mume wako, kule ukienda inatakiwa upate nini? Raha na si karaha. Manake anamwambia hakikisha, my goodness, kora bahelska balovre devala ene kazevra gataya eles. Mama mkwe ni kama anafundisha namna ya kupata, anyway, riachi hiyo. Makora zibala haska vedeshka belea. Kama anasema wakienda kule kwa mume, yule mume watakayemkuta ama baba watakayemkuta awape nini? Raha. Si sawa? Maana yake angalia maana yake. Maana yake mwanamume anapaswa kuwa sababu ya mkewe kuona raha na si karaha.
kama anasema mkapate raha kila mmoja nyumbani kwa mumewe, manake Biblia inatufundisha mwanaume anapaswa kuwa sababu ya mkewe kuona raha na si karaha. So unisikilize kwa makini, wewe ambao uko hapa, nisikilize kwa makini, ili baada ya somo hili, kama nyumbani kule kwa mumewe hauoni hichi kitu, nitakuelekeza kitu cha kufanya. Okay, pointi nyingine. Anasema hivi, kila mmoja aone raha nyumbani kwa mumewe. Tukipanua hii pointi, hawa wanawake wakienda kuolewa watakuwa na watoto, watakuwa na family. Si ni sawa? Manake yule mwanaume ambaye anatakiwa asababishe furaha iwepo kwa mke wake, manake huyu mwanaume hatumtazami kama mwanaume tu. Huyu mwanaume kwa picha nyingine tunamtazama kama baba wa family, kama baba wa nyumba. Kama Naomi anasema kila mmoja akapate raha nyumbani kwa mumewe ama kwa baba wa nyumba, manake Biblia tufundisha mwanaume kama baba wa nyumba anatakiwa awe ni sababu ya nyumba yake kupata raha na si karaha. Mwanaume kama baba anatakiwa awe ni sababu ya nyumba yake kupata raha na si karaha. Mwanaume kama baba anatakiwa awe ni sababu ya familia yake kupata raha na si usumbufu. Mwanaume kama baba anatakiwa awe ni sababu ya watoto wake kupata raha na si karaha. Watu wa Mungu, mnanielewa? Sauti zimepungua. Mnanielewa kweli? Mnanielewa kweli? Amen. Tunataka nikuulize swali la uchokozi kabisa. Kama Biblia inasema mume ama baba anatakiwa awe ni sababu ya mke, watoto, familia, nyumba kupata raha, wewe kule ulipotoka kule anasababisha nini? Tuendelee mbele. Utajibu mwenyewe. Mtumishi, usiulizie hata lile balaa ambalo nimeliacha kule. Sio ni balaa, nitakuonyesha tu. Sema kwa jina la Yesu. Kuanzia siku ya leo, familia yangu, nyumba yangu, ndoa yangu inapata raha na si karaha. Inapata raha na si usumbufu. Kuna vitoto vidogo na baadhi vinasema ndoa yangu. Si na ndoa gani? Anyway. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo tangu siku ya leo, kila mwanamke lazima utaona raha nyumbani kwa mume wako. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, kila mwanamke baada ya ibada hii lazima utaona raha nyumbani kwa mume wako na si karaha. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, kila familia baada ya ibada hii itaona raha kwa baba yao na si karaha. Kila familia itaona raha kwa baba yao na si karaha. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, kila mwanaume kwenye familia yako atakuwa ni sababu ya furaha na si karaha kwenye ndoa na familia. Ninarudia tena, kila mwanaume kwenye familia yako atakuwa ni sababu ya furaha na si karaha. Amen. Unaamini hivyo? Amen. Na imekuwa hivyo. Amen. Zozobra gatale ziva laga. Angalia Mathayo 11. Mathayo 11 mstari wa 28 mpaka mstari wa 29. Kumbuka tunajifunza kuhusu nini? Kusudi la Mungu kwenye ndoa na familia zetu. So tukishajua kusudi la Mungu kwenye ndoa na familia zetu, ni rahisi tukiziangalia familia zetu tunaweza kugundua kwamba ili sio kusudi la Mungu, ili ni kusudi la Mungu. Na lile ambalo sio kusudi la Mungu tuna mamlaka ya kuliondoa na likaondoka, wala haliwezi kupinga. Tuko pamoja eh? Na ninaamini umeshaanza kuelewa, umeshaanza kuona familia yako inatakiwa iweje, ndoa yako inatakiwa iweje. Si umeshaanza kuona? Okay. Mathayo 11:28 mpaka 29 nasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mstari wa 29 anasema, jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Sema nami nitapata raha nafsini mwangu. Sema nami nitapata raha kwenye ndoa yangu.
Sema nami nitapata raha kwenye familia yangu. Sema nami nitapata raha kwenye nyumba yangu. Okay. Mathayo 11:28 na 29, Yesu anatoa wito. Anasema kama kuna watu wameelemewa, kama kuna watu wa mizigo, basi wamjie. Na wakishamjia, kati ya kitu atafanya, atawapumzisha, na akisha wapumzisha atawapa kitu gani? Atawapa raha. Si sawa? Okay, andika pointi za ufunuo. Kama Yesu ametuita ili atupumzishe na atupe raha, maana yake Yesu Kristo ametuita kwenye ndoa na familia ili tupate raha na si karaha. Yesu Kristo ametuita kwenye ndoa na kwenye familia ili tupate raha na si karaha. Anasema njooni mlioelemewa, njooni wenye mizigo, nitawapumzisha, na nikisha wapumzisha nitawapa kitu gani? Nitawapa raha. Okay. Wito wa Yesu Kristo kwenye ndoa na familia ni wito wa kupata raha na si karaha. Wito wa Yesu Kristo kwenye ndoa ama kwenye kila ndoa na kwenye kila familia ni wito wa kupata raha na si karaha. Siku zote Yesu anataka tupate raha kwenye ndoa zetu. Siku zote Yesu anataka tupate raha kwenye ndoa zetu. Siku zote Yesu anataka tupate raha kwenye familia zetu. Siku zote Yesu Kristo anataka tupate raha kwenye familia zetu. Siku zote Yesu Kristo anataka tupate raha kwenye nyumba zetu. Kabla haujazaliwa, kabla sijazaliwa, Yesu alitembea kwenye hii planet Earth. Na kati ya kitu alisema, tunapokuja kwake ama watu wanaomjia watapumzika, watapata pumziko, lakini pia watapata nini? Watapata raha. Na kulingana na Waebrania 13:8, Biblia inaniambia Yesu ni yeye yule jana na leo na hata milele. Maelezo hayo yanatuambia kwamba Yesu Kristo habadiliki wala kusudi lake halibadiliki. Kama kabla hatujazaliwa Yesu alitembea, alimove, na alisema kati ya kitu kinatoka kwake ni raha. Hiyo inatuthibitishia kwamba kusudi la Mungu kwenye ndoa na kwenye familia zetu ni kupata kitu gani? Kupata raha. Wito wa Kristo kwenye ndoa na kwenye familia zetu ni kupata raha na si karaha. Tuko pamoja watu wa Mungu? Unaamini hivyo? Unaamini hivyo? Unaamini hivyo? Kwa kuwa umemjia Yesu Kristo, kwa kuwa umemfuata Yesu Kristo, na Yesu Kristo anachotoa ni raha, ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, unapokea raha kwenye ndoa na kwenye familia yako. Kwa kuwa umemjia Yesu Kristo kwa ajili ya ndoa na familia yako, unachopata leo ni raha na si vinginevyo. Oh my God. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, kuanzia leo unapokea pumziko kwenye kila eneo la ndoa na familia yako. Amen. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, kuanzia leo unapokea pumziko kwenye kila eneo la ndoa na familia yako. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo unapokea pumziko. Ninatamka kuanzia leo ndoa na familia yenu itakuwa ni kituo cha raha na pumziko na si karaha. Ninatamka kuanzia siku ya leo ndoa yenu, familia yenu kuanzia leo itakuwa ni kituo cha raha na pumziko na si karaha kwa jina la Yesu. Yaani matamko haya tu yanatosha kukimbiza kila pepo, kila karaha, kila usumbufu ambao umeuacha kule. So sitashangaa sana tukikutana wiki inayokuja kila mtu ana ushuhuda. Sitashangaa sana. Kwa sababu Biblia inaniambia neno la Mungu lina power, tena li hai. Tunapotamka ili neno lina nguvu ya kuzalisha vitu vyake vyenyewe, na kati ya kitu ambacho kinatakiwa kizalishwe na neno la Mungu ni furaha, ni rest. Oh, Jabra Gataya. Angalia tena Ruth 1:9.
Baba nisaidie. Nataka tuombe leo na muda unaenda kweli. Ruth 1:9, labda niongeze spidi. Anasema hivi, Ruth 1:9, Bwana awajalie kila mmoja kuona raha nyumbani kwa mumewe. Si sawa? Okay, hilo ni andiko limeandikwa. Liko kwenye Biblia yako. Iwe ni Biblia hard copy, iwe ni soft copy, whatever the case, ili mradi ni Biblia. Ukifungua kwenye hiyo peji ya Ruth 1:9 utakuta imeandikwa kila mmoja ama kila mwanamke anatakiwa apate raha nyumbani kwa mumewe. Si sawa? Kama neno la Mungu linasema hivi, kila mwanamke ama kila familia ama kila nyumba inatakiwa ipate raha kutoka kwa yule mwanaume ama yule baba wa familia. Maana yake, licha ya changamoto zozote za kimaisha, baba anatakiwa awe ni sababu ya kuproduce, awe ni sababu ya kutoa raha kwenye familia yake. Licha ya changamoto zozote za kimaisha, baba ama mwanaume, baba wa familia, anatakiwa awe ni sababu ya kuonyesha furaha kwenye familia yake. Kuna excuse nyingi sana. Tumishi, kuna hili, unajua hujui maisha, nini, whatever the case. Hayo ni maneno, lakini neno la Mungu ambalo Biblia inasema limesimama imara mbinguni, ambao Yesu mwenyewe alisema hivi, kila kitu kitapita lakini neno langu halitapita kamwe. Limeshasema hivi, kati ya kitu ambacho baba ama mwanaume, baba wa familia anatakiwa aonyeshe ama atoe ama provide kwenye familia ni raha. Maana yake, licha ya changamoto zozote zile za kimaisha, baba anatakiwa awe ni sababu ya kuonyesha furaha kwenye familia yake. Mtu wa Mungu unanielewa? Kama Biblia inatuonyesha, baba anatakiwa awe ni sababu ya kuonyesha, ya kutoa, ya kusababisha mke apate raha, watoto wapate raha, nyumba, familia kwa ujumla ipate raha. Biblia inakuonyesha wewe mama ama mwanamke kwamba mume wako anatakiwa awe wa staili hii. Biblia inaonyesha watoto, inaonyesha watu wa nyumbani kwamba baba anatakiwa awe wa sampuli hii. Anatakiwa awe ni mtu wa kuproduce nini? Furaha, rest, na si karaha, sio usumbufu. Kwa hiyo maana yake ni hii hapa. Unapoona mume wako au kwa watoto baba yako, au kwa wote wa familia baba wa familia, unapoona mume au baba ghafla amegeuka na anasababisha karaha ama usumbufu badala ya raha, inatakiwa ushtuke na utambue kwamba si yeye. Kuna roho ya ibilisi, kuna spirit imemvaa au inamkandamiza. Tarudia tena kwa maneno mengine machache. Mwanamke unapoona, tapunguza sauti. Mwanamke unapoona mume wako amegeuka, hasababishi furaha, anasababisha karaha, jua hivi, huyo mwanaume si yeye tena, amevaliwa na spirit au anakandamizwa na roho ya ibilisi, na ndio maana anasababisha hizo karaha na usumbufu, kitu ambacho sio asili ya mwanaume. Kuna mtu amenielewa kwenye sentensi ya mwisho? Okay, watu wa nyumbani, watoto, unapoona baba ghafla si mtu wa kusababisha furaha, ni anasababisha karaha, usumbufu, inatakiwa utambue si baba tena. Kuna roho, kuna spirit ya ibilisi imemvaa, imemkalia, na hiyo roho ndio inamsababisha act kama anavyofanya. Mtu wa Mungu, tarudia tena, unapoona baba kwenye familia amekuwa ni sababu ya karaha na usumbufu, tambua si yeye. Kuna roho ya ibilisi imemkalia, kuna roho ya ibilisi imemvaa, na ndio hiyo roho inamsababisha huyu baba alete usumbufu na karaha badala ya nini? Ya raha. Si ni sawa? Kwa mfano, nitakupa mfano kiBiblia. Kwa mfano, Biblia inatuonyesha ni mpaka Sauli alipovaliwa na roho mbaya kutoka kwa ibilisi, ndipo alianza kuleta usumbufu na karaha kwenye familia yake na kwenye taifa kwa ujumla. Nitarudia hayo maneno.
Biblia inatuonyesha hivi, ni mpaka Sauli alipovaliwa na roho mbaya kutoka kwa Ibilisi, ndipo alianza kusababisha usumbufu, karaa kwenye nyumba yake, kwa watoto, kwa mkewe na kwenye taifa kwa ujumla. Kabla ya hapo Sauli hakuwa hivyo. Tuko pamoja? Okay, wewe nikuonyeshe. Angalia kitabu cha Samueli wa kwanza. Angalia kitabu cha Samueli wa kwanza. Ninakuonyesha hivi vitu ili tukianza kuomba, wewe unajua kwenye ile ndoa umetoka umeacha nini, kwenye ile familia unajua kitu kinaendelea, kwenye ile nyumba unajua kitu kinaendelea. So ninakuonyesha kwa mtazamo wa jinsi ya kiroho, ili wakati unaomba umaanishe, na then utaenda kukuta matokeo ambayo unatamani yawepo kwenye ndoa na kwenye familia yako. Okay, Samueli wa kwanza 16:14 anasema hivi: basi roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli, na roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua. Samueli wa kwanza 16:14 inasema hivi: basi roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli, na roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua Sauli. Okay. Biblia inaposema roho mbaya kutoka kwa Bwana, haina maana hii roho ilitoka kwa Bwana, kwa sababu tumeshaona Bwana Yesu anasema tukija kwake atatupa raha. Si sawa? Ila kulingana na tafsiri ya Kiebrania, ili neno kutoka kwa Bwana isingepaswa iandike kutoka kwa Bwana. Ingeandikwa Mungu aliruhusu ile roho. Mungu hana roho mbaya, hana chochote kibaya, ila Mungu anaweza akaruhusu kitu kibaya kikatokea kwa sababu ya ugumu wa mioyo ya watu. Unakuta Mungu anamwelekeza mtu, anamwambia acha usifanye hichi, acha usifanye hichi, acha usifanye hichi. Sasa huyu mtu asikii, yeye anang'ang'ania kufanya. Inafika mahali Mungu anaamua kunyamaza, anaruhusu kitu kibaya kinatokea, lakini si mapenzi yake. Kwa hiyo unakuta Mungu anaruhusu kitu mara nyingi kwa sababu ya ugumu wa mioyo ya watu. Si tuko pamoja eh? Okay, sikai sana hapo, maana leo siko kushambulia, leo niko kukufundisha. Anasema roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua nani? Sauli. Si ni sawa? Sasa angalia, roho mbaya ilipoingia kwa Sauli. Nataka uone hapo, Biblia inaonyesha roho mbaya iliingia kwa Sauli, alafu ikafanyaje? Ikamsumbua Sauli. Sema roho mbaya iliingia kwa Sauli, ikamsumbua Sauli. Kilichokuwa kinamsumbua Sauli ni nini? Roho mbaya, si ndio? Sasa angalia, roho mbaya ilipoingia kwa Sauli ikamsumbua, na ilipomsumbua ndipo Sauli na yeye akaanza kusumbua. Roho mbaya ilipomwingia Sauli ilimsumbua, na ilipomsumbua Sauli na yeye akaanza kusumbua. Sauli na yeye akaanza kuleta usumbufu kwenye familia yake. Sauli na yeye akaanza kuleta karaa kwenye familia yake. Sauli na yeye akaanza kuleta mambo mabaya kwenye familia yake. Lakini kabla hajavaliwa na hiyo roho, Sauli kama mume, Sauli kama baba, alikuwa anasababisha familia yake iwe na raha, iwe na amani. Ila hii roho mbaya ilipomvaa, ghafla Sauli akaanza kuact vinginevyo. Ngoja. Angalia Samueli wa kwanza 20:30. Pata muda ndaka kasome tu hao maandiko, soma chapter zote. Samueli wa kwanza 20:30. Samueli wa kwanza 16:14 tunaona Sauli kama baba, Sauli kama mwanaume amevaliwa na roho mbaya, akaanza kuleta usumbufu. Sasa haijaonyesha sana usumbufu gani, lakini nitakuonyesha andiko moja ambalo linaonyesha usumbufu ambao Sauli alianza kuleta kwenye familia kupitia roho mbaya. Samueli wa kwanza 20:30. Basi hasira yake Sauli ikawaka juu ya Jonathan, akamwambiaje? Wewe mwana wa mke mkaidi asi. Je, mimi sijui ya kuwa umemchagua huyo mwana wa Yese kwa aibu yako mwenyewe? Ndio taratibu, kuna watoto. Siendelee. Siendelee. Kama una Biblia unaona kilichoandikwa hapo.
Wangapi wameona kilichoandikwa hapo mwishoni? Sasa tufanyaje? Tuna watoto hapa, tuwezi kuongea vitu vingine. Okay. Sauli amevaliwa na roho chafu. Alafu Biblia inasema hivi, alipovaliwa na ile roho chafu akakasirika, hasira yake kawaka. Alafu akaanza kumwambia mtoto wake Jonathan, anamwambia, wewe mtoto wa mwanamke mkaidi. Sasa kwa watu ambao wanasoma Biblia au kwa watu ambao tunasoma Biblia, ukifuatilia historia ya Jonathan ambaye ni mtoto wa Sauli, Jonathan hakuwa mkaidi. Jonathan alikuwa ni kati ya watoto ama vijana ambao walikuwa wana nidhamu na walikuwa wanamtii Mungu, na ndiye Jonathan ambaye Mungu alimtumia kumuokoa mfalme Daudi. Mnasikia ninachokiongea? Amen. Kama Mungu alimtumia Jonathan ama mtoto wa Sauli Jonathan kumsaidia Daudi kuingia kwenye ufalme, hamna namna ambavyo tunaweza tukasema Jonathan alikuwa mkaidi. Ni kwa sababu Sauli baba yake alikuwa amevaliwa na roho mbaya, roho chafu, ikampa hasira na uchungu, kwa sababu Jonathan alikuwa anamsaidia Daudi aingie kwenye madaraka ambayo Sauli itakuwa achie. Ile roho ikamtia uchungu, akajikuta anaongea maneno magumu kwa mtoto wake na kwa mke wake. Mnanisikia ninachokiongea? Kabla hajavaliwa na hii roho, Sauli alikuwa ni baba, mwanaume mzuri, hana shida. Lakini alipovaliwa na hii roho, akageuka. Mtoto wake mpendwa ambaye litakuwa mrithi, anamuita mkaidi. Okay. Kulingana na hao maneno, Biblia inatuonyesha hivi, Sauli baada ya kuvaliwa na hii roho, Sauli kama baba, Sauli kama mume, amevaliwa na hii roho. Alafu akaanza kumuita mke wake, anasema, Yonathani mwana wa mwanamke. Huyo mwanamke ni mke wake. Yonathani mwana wa mwanamke. Huyo mwanamke ni mke wake. Yonathani mwana wa mwanamke mkaidi na asi. Maana yake Sauli kwa sababu ile liroho, ghafla anaanza kumuita mke wake ni mkaidi, mke wake ni asi, au mke wake ni mwasi. Okay, nitajaribu kupunguza mkali wa maneno. Neno mkaidi, sema mkaidi. Mkaidi maana yake ni mpotofu. Mkaidi maana yake ni mwasi. Mkaidi maana yake ni mzinifu. Hiyo nimeikata kidogo. Kasobra gadaye elezivra gada. Mkaidi, sema mkaidi. Mkaidi maana yake, nitaongea kwa mtu mwenye masikio ya kusikia nasikia. Mkaidi maana yake ni mtu ambaye anajiuza. Jaribu kufikiri, ni baba wa familia anamwambia mke wake hayo maneno, au ni baba wa familia anamwambia mtoto maneno ya namna hiyo. Huyu mtoto anayemwambia anamwambia hayo maneno kumuhusu mama yake. Sobra gavaleske bele. Ngoja nijaribu kuweka juu kidogo. Jaribu kufikiri hivi. Sawa? Ni baba wa familia, yuko kwenye familia, mbele ya watoto, mbele ya watu wa familia, aambia mke wake, wewe ni mkaidi, wewe ni mwasi, wewe ni mzinifu, na maneno mengine. Lakini yote hayo anaongea si kwa sababu huyu mama yuko hivi. Anaongea hivi kwa sababu ya Samuel 1:16-14 anasema hivi, roho mbaya ilimvaa Sauli ikaanza kumsumbua. Ngoja nikurahisishie. Urahisishie kwa sababu sasa vitoto wetu viko. Ngoja nikurahisishie. Manake ni maneno yote ambayo nimekutajia ambayo naongelewa hapo. Manake kwa sababu ya ile roho mbaya ambayo imemvaa Sauli, ghafla Sauli alianza kumuona mke wake hafai tena. Alianza kuona watoto wake hawafai tena. Akajikuta anamwambia mke wake ama mama wa nyumba maneno magumu ya kumuumiza. Kwa sababu ya roho mbaya, Sauli kama mume, Sauli kama baba, anaanza kuongea maneno magumu kwa watoto wake. Anawaumiza watoto kupitia maneno.
Na wanaosoma Biblia utagundua ile roho ilipombana, si kwamba alitaka kumuua Daudi, alitaka kumuua mpaka mtoto wake kabisa. Maana yake najaribu kusema nini? Najaribu kusema kitu hichi hapa. Mtu wa Mungu, unapoona mwenzako kwenye ndoa ghafla amegeuka na anaanza kuongea maneno magumu juu yako, maneno magumu juu ya familia na yanakuumiza, inatakiwa utambue si yeye. Kuna roho imemvaa, kuna spiriti imemvaa na ndio inamshinikiza kufanya hivyo kama anavyofanya. Sasa wewe ukibaki kudili na mwenzako utapoteza kitu kikubwa sana. Mtavurugana bure, mtaumizana bure, au mnaweza mkatengana bure. Roho Mtakatifu ananiambia nikwambie hivi, kwani ukuwahi kukaa chini ukatafakari ile siku mlipokutana, ile siku ile baba wakati anakuja kwenye nyumba, kwani alikuwa hivyo? Kwani sobra gatali esimara. Okay, kama mwanzoni hakuwa hivyo, lazima ujue sasa hivi nini kimetokea. Kuna kitu kimetokea kinayomfanya active. Kwa namna ya kibinadamu, unaweza kaenda kwenye counseling nyingi sana, utakwambia ni sababu hii, ni sababu hii, ni sababu hii, ni sawa. Lakini kulingana na neno ambalo limetuumba, hiyo ngoma sio sababu nyingi sana, ni spirit, ni roho mbaya. Biblia inasema hivi, ile roho ilipomwingia Sauli hasira yake kamuwaka ama akakasirika, alafu akaanza kuongea vibaya juu ya familia yake. Unaelewa maana yake? Pointi nyingine ya ufunuo ni hapa, sikiza. Unapoona mwenzako kwenye familia, kwenye ndoa, kwenye nyumba, ghafla ameanza kuwa na hasira isiyo ya kawaida, kiasi kwamba anakusemesha maneno yanakuumiza, anasemesha watoto maneno yanaumiza, tambua kwamba si yeye, ni roho mbaya imemvaa, na ndio inamsababisha anakuwa na hasira na wewe, inamsababisha anakuwa na uchungu na familia na watoto. Vitoto hata havijui hata vijafanya nini. Unaweza kuta kimepigwa teke kule. Wengine atakwambia sababu kazi, maisha na nini. Kwani kabla mjaingia kwenye ndoa alikuwa ana kazi? Alikuwa ana maisha? Lazima utafakari. Sasa ukibaki kusema tu ni kazi, depression na nini, no, ni spirit, ni roho. Okay, ngoja tusogee mbele. Mosabra gadaya pale. Kuna kitu umeanza kujifunza? Kuna kitu umeanza kuelewa? Kwa hiyo kama umetoka nyumbani, ni mtoto, ni mama, ni nani, ni kaka, ni dada, ni shangazi, ni mjomba, kama umetoka nyumbani na umeacha kule mtu ana hasira kuliko nyati, unajua jinsi alivyo, unaanza kuelewa si yeye, ni spirit. Na kama Mungu aishivyo, itamchomoka leo. Penda asipende, itamchomoka. Nataka uzingatie maneno. Holy Spirit. Nataka uzingatie maneno. Nataka uzingatie ama nataka ukumbuke haya maneno, yatakusaidia. Nimeshaongea hapo, lakini nataka ni summarize, yatakusaidia. Si mwanaume au si mwanamke au si mtoto au si mtu yoyote kwenye familia anayesababisha karaha ama usumbufu, bali ni roho mbaya ambayo wameiruhusu ndani yao, ndio inasababisha hizo karaha, hizo usumbufu. Nitarudia tena. Nataka ukumbuke hiki kitu, kitakusaidia. Si mwanaume au si mwanamke au si mtoto au si mtu yoyote kwenye familia anayesababisha karaha ama usumbufu, bali ni roho mbaya ambayo wao wameruhusu ndani yao, ndio inasababisha hizo karaha na usumbufu kwenye ndoa na familia. Kumbuka hiki kitu kitakusaidia sana. Unapoona vitu vya namna hivi vinavyotokea, usiwaangalie watu. Jua kuna roho ameiruhusu ndani yao, ndio inasababisha hivyo vitu. Na kulingana na Biblia inasema kwamba hatufanyi ama hatushindani, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Hatudili na hawa watu
tunadili na spirit, tunadili na roho. Sasa wewe ukianza kupambana na ule mtu kwa namna ya kibinadamu, ndio unazidi kuvuruga kila kitu. Ila ninakutamkia kwa jina la Yesu, kuanzia siku ya leo hautavuruga, kwa sababu wewe sio mvurugaji. Anyway. Sema sasa. Okay, cha kufanya ni nini? Kama umeshagundua baba amekuwa hivi, mume amekuwa hivi, amevaliwa na roho, ananiona sifai tena, sio mimi kwa damu hizi, amevaliwa na roho na anakuona ufai tena, lakini mwanzoni alikuwa anakuona unafaa. Ghafla anaanza kuletea shida watoto. Ghafla baba amekuwa ni mtu wa karaa, usumbufu, sio raha. Cha kufanya ni nini? Uko tayari kujua? Kumbuka hii ni sehemu ya kwanza. So usione nimekaa upande wa baba sana ukaenjoy wewe mdada au mama. Sehemu ya pili inakuja. Okay. Ukiona baba au ukiona mwenzako ghafla amekuwa na hasira ambazo hazieleweki, analeta usumbufu, karaa, na ukatambua hii ni roho, kati ya kitu cha kufanya ni hivi vifuatavyo. Uko tayari kuvijua? Cha kwanza kabisa, tambua sio huyo mtu, bali ni roho. Ni roho iliyopo ndani yake ama iliyoko juu yake ndio inamsababisha awe hivyo. Cha kwanza kabisa, tambua sio huyo mtu, bali ni roho ambayo iko ndani yake ama iko juu yake ndio inamsababisha awe hivyo. Kitu cha pili cha kufanya. Tunaenda haraka. Kitu cha pili cha kufanya. Jilinde wewe usiwe na hasira, uchungu au kinyongo juu yake kwa mambo anayofanya. Kwa sababu ukiruhusu kuwa na hasira na uchungu na kinyongo juu yake, unafungua mlango na wewe kuvaliwa na roho ile mbaya. Kwa nini? Kibiblia, hasira, uchungu, vinyongo kwenye ulimwengu wa roho sio hisia kama ambavyo tunafikiri ni hisia za hasira na uchungu. No, kwenye ulimwengu wa roho hasira, uchungu, kinyongo ni gateway, ni milango ya kuruhusu spiriti mbaya kumvamia mtu. Anyway, nimeenda mbali sana. Ngoja nirudi. Cha kufanya kingine cha pili, si ni sawa? Jilinde wewe usio na nini? Usio na hasira, usio na uchungu, usio na kinyongo juu yake, juu ya mambo ambayo anafanya. Kwa sababu kufanya hivyo ni kufungua mlango wa wewe kuvamiwa na roho ile mbaya. Gari soge mbele. Kitu kingine cha kufanya, unatakiwa uishughulikie hiyo roho mbaya itoke kabisa, na si kugombana na huyo mtu. Inatakiwa ushughulikie nini? Hiyo roho mbaya itoke kabisa, na si kugombana na huyo mtu. Mtu wa Mungu, ukiona hicho kitu kiko kwenye familia, inatakiwa ushughulike na ile roho mbaya itoke kabisa kwanza, na si kuanza kushughulika na huyo mtu kwanza. Mtaumizana bure. Inatakiwa ushughulike na nini? Na hiyo roho mbaya itoke kwanza, na si kushughulika na huyo mtu kwanza, kwa sababu mtaumizana bure. Hata kuelewa yeye ataona ni sawa, lakini tukimleta kwenye vipimo hayuko sawa wala si sawa. My goodness. Inatakiwa fanyaje? Najua kishafika kushughulikia roho unaanza kuogopa na nini, kwa sababu mmefundishwa mapepo na nguvu. Sio kwenye madhabahu. Hapa hamna pepo wote mwenye nguvu, wote ni takataka tu hao. Okay. Namna mojawapo ya kushughulikia hiyo roho mbaya itoke kwa mwenzako ama kwenye familia. Namna mojawapo ya kushughulikia hiyo roho mbaya itoke kwenye familia ama kwa mwenzako ni maombi.
Ni prayer. Ni prayer. Ni prayer. Watu wa Mungu, maombi yana nguvu ya kukomesha kabisa kila uonevu wa roho mbaya kwenye ndoa na kwenye familia zetu. Maombi yana nguvu za kukomesha kabisa kila uonevu wa roho mbaya kwenye kila eneo la ndoa na familia zetu. Nataka pia uzingatie hiki kitu. Zingatia hiki kitu. Mtu wa Mungu, nataka nikuhakikishie hivi, kwa sababu tukishaanza kuongelea roho mbaya, mapepo, watu wengi hasa Wakristo wanaogopa. Lakini mimi nataka nikuhakikishie hivi, hakuna roho yoyote ya ibilisi, hakuna roho yoyote ya ibilisi yenye nguvu ya kulazimisha ndoa yako na familia yako ikae kwenye karaha na usumbufu, ikiwa wewe tu utaamua kudili nayo bila kukata tamaa. Nataka nikuhakikishie hiki kitu. Hakuna roho yoyote ya ibilisi yenye nguvu ya kulazimisha ndoa na familia yako ikae kwenye karaha na usumbufu wowote, ikiwa wewe tu utaamua kudili nayo bila kukata tamaa. Hakuna nguvu yoyote ya giza, hakuna nguvu yoyote ama hakuna pepo yoyote, hakuna mchawi yoyote ambaye ana nguvu za kulazimisha ndoa na familia yako ikae kwenye karaha na usumbufu wowote, ikiwa wewe tu utaamua kudili nazo bila kukata nini? Bila kukata tamaa. Maana yake ni hapa, mtu wa Mungu, kila mwanamke, kila mwanaume ana uwezo kupitia maombi. Kila mwanamke, kila mwanaume ana uwezo kupitia maombi kudili na roho yoyote inayoleta karaha na usumbufu kwenye ndoa na kwenye familia na ikaondoka. Kwa nini? Kibiblia iko hivi. Katika Yesu Kristo, wewe na nyumba yako, wewe na ndoa yako, wewe na familia yako, tayari mna ushindi ama tuna ushindi dhidi ya kila roho ya ibilisi. Katika Yesu Kristo, wewe na nyumba yako, wewe na familia yako, wewe na ndoa yako, kwenye ulimwengu wa roho, tayari katika Yesu Kristo una ushindi dhidi ya roho yoyote ya ibilisi. Iwe ni uchawi, iwe ni uganga, iwe ni chochote kile, una ushindi. Tuko pamoja? Sasa angalia. Na kwa kupitia maombi, kila mwanamke, kila mwanaume anaweza akaisababisha familia yake ikaishi kwenye raha ya kiungu na sio kwenye karaha za kipepo. Kupitia maombi, kila mwanamke, kila mwanaume anaweza akaisababisha familia yake, ndoa yake ikakaa kwenye raha ya kiungu na sio kwenye karaha za kipepo. Kila mwanamke kupitia maombi anaweza akamsaidia mume wake akadhihirisha raha kwenye familia, kwenye ndoa kila siku na si karaha. Kila mwanamke kupitia maombi anaweza akamsaidia mume wake kudhihirisha ama kuonyesha raha na si karaha kwenye ndoa, kwenye familia kila siku ya maisha. Au niseme kila mtoto ama kila mtu kwenye nyumba anaweza akamsaidia baba kudhihirisha furaha kwenye familia kila siku ya maisha. Yaani mtu mmoja kwenye familia, awe ni mtoto, ni mtu kwenye familia, ni mama, akiamua kusimama vizuri na kuiombea familia, kumwombea baba, huyo mtu mmoja tu anaweza kasababisha baba akadhihirisha raha na si karaha kwenye familia. Inawezekana kabisa, inawezekana. Oh yes, inawezekana kabisa.
Sobra gada bale. Pointi mbili za mwisho alafu tuombe. Kupitia maombi kila mwanamke, kila mwanaume anaweza akalazimisha kila roho mbaya, kila roho chafu ya kipepo ikawa nje ya ndoa na familia. Kupitia maombi kila mwanamke, kila mwanaume anaweza kulazimisha kila roho mbaya, kila roho chafu ya kipepo ikawa nje ya ndoa na familia. Inawezekana. Manake kupitia maombi kila mtu anaweza akaisababisha familia yake ikaishi kwenye raha ya kiungu, kwenye pumziko la kiungu, mbali na usumbufu na karaha za kipepo. Na ninaamini siku ya leo inakuwa hivyo, na ninatamka tangu siku ya leo inakuwa hivyo kwa jina la Yesu Kristo. Swali langu kwako ni hili hapa. Je, upo tayari kuomba leo na siku zote kwa ajili ya familia yako? Uko tayari kuomba? Amen. 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 Kabisa. Nakumbuka sasa maombi ambayo tunaenda kuomba sio yale baba angalia familia yangu, baba imekuwa inakandamizwa, baba angalia kama ni mwanamke, baba angalia mume wangu, amekuwa tu ananyongwa, baba si atuombe hayo maombi. Baba tusaidie, baba tunaonewa sana, kila siku baba tunalia, kila siku akija baba hivi. Tuombe maombi ambayo tunaomba ni maombi ya kutumia mamlaka kwa jina la Yesu Kristo kutoa pepo. Watu ambao walikuwepo walihamisi, niliwaambia hivi, mapepo huwa hawajui, hawasikiagi lugha ya kubembelezwa. Wanachojua wenyewe ni amri. Wanachojua wenyewe ni amri, ndio wanatii. Wanajua lugha ya power, sio lugha ya upole. Si ni sawa? So wakati tunaomba hapa, nataka uombe kama mtu mwenye ufahamu, ukijua kwanza una mamlaka kwa kutumia jina la Yesu kuondoa yule pepo ambaye analeta fujo kule. Kwa sababu sio yule baba, sio yule mtu kwenye familia, ni pepo. Si ni sawa? Si ni sawa? Si ni sawa? Alafu nikishakupa hizi prayer point, ukienda nyumbani zirewind tena saa 6 usiku. Amka omba. Sitafafanua, mwenye kutii na atii. Maruza vlagadash kepelede. Okay. Prayer point namba 1 kulingana na Mathayo 11:28. Prayer point number 1 kulingana na Mathayo 11:28. Tunaomba hivi: kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, sawasawa na Mathayo 11:28. Kwa jina la Yesu Kristo, sawasawa na Mathayo 11:28, naharibu na kuondoa kila roho inayosababisha karaha kwenye kila eneo la ndoa na familia yangu. Prayer point number 1 kulingana na Mathayo 11:28. Kwa jina la Yesu Kristo, sawasawa na Mathayo 11:28, naharibu na kuondoa kila roho inayosababisha karaha kwenye ndoa ama kwenye kila eneo la ndoa na familia yangu. Kwa jina la Yesu Kristo, sawasawa na Mathayo 11:28, naharibu na kuondoa kila roho inayosababisha karaha kwenye kila eneo la ndoa na familia yangu. Umeshaipata prayer point? Nisaidie kwenda haraka kwa sababu muda wangu ndio nataka tumalize vizuri kabisa. Kila mtu ameshapata prayer point wanaoandika. Kwa sababu nitakutaka ukienda nyumbani huo unaomba hiyo prayer point. Tutaomba na kuomba mpaka uone mabadiliko kwa ule Bwana. Sawa? So sitaki watu wanaokata tamaa. Sitaki watu ambao tutaomba leo, kesho wafu bado. Mimi ninachojua, ninakuhakikishia, nimepitia mambo mengi. Sikiliza. Kuna saa nyingine unaweza kaomba ukaona kama itokei. Usikate tamaa. Neno la Mungu linatuhakikishia tukiomba vya kutosha, hiyo ngoma lazima ifyatuke. Si sawa? So hii prayer point ya muhimu ishike. Tunaomba hapa,
Ukienda nyumbani tena ilipue. Na ninakushauri ilipue saa 6 ya usiku. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, sawasawa na nini? Na Mathayo 11:28, na haribu na kuondoa kila roho inayosababisha karaha kwenye kila eneo la ndoa na familia yangu. Prayer point number 2. Prayer point number 2. Prayer point number 2. Kulingana na Ruth 1:9. Ruth 1:9 anasema kila mmoja akaone, ama kila mmoja Mungu amjalie kuona raha nyumbani kwa mumewe. So kulingana na andiko hilo, prayer point number 2 itakuwa hivi: Baba, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, tangu sasa nijalie kuona raha kwenye kila eneo la ndoa na familia yangu. Prayer point number 2 kulingana na Ruth 1:9, tunaomba Baba, kwa jina la Yesu Kristo, tangu sasa nijalie kuona raha kwenye kila eneo la ndoa na familia yangu. Nenda nyumbani kasome hicho kitabu cha Ruth chote, kina chapter 4, utagundua ili ombi ambalo Naomi aliwaombea wake zake. Ruth alipoendea kuolewa na Boaz, aliolewa na mwanaume ambaye siku zake za maisha yote alipata raha, hakuteseka. So ina work, ina function. Uko tayari tuombe? Nataka kuona watu ambao wana hasira na lile lipepo ambalo limemvaa yule bwana. Sijasema mtu, nimesema yule bwana. Yule bwana inawezekana ni mfanyakazi nyumbani. Ai, zoka balaze brediga maya. Ni kama nyoka zinakimbia sasa, ni zinapishana hivi. Simama mtu wa Mungu. Nataka kuona watu ambao wanaomba kwa kumaanisha. Kama uombi kwa kumaanisha, tafadhali unaweza kukaa kwenye overflow. Usikae main floor. Yaani kama uombi kwa kumaanisha, ukae wapi? Kaa kwenye overflow kule. Usikae hapa main floor, kwa sababu unaweza kukuta nimeshakurukia nikafikiri ni wewe ndio unasababisha vitu visiende. Uko tayari? Uko tayari? Amen. Umeshajua sio yule bwana analeta shida, ni roho ndani yake. Oh, zagabalos keberezika. Zaka. Sema Baba, kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu. Sikiliza. Nataka ukiomba, sawa? Ondoka hapa. Nenda nyumbani. Si sawa? Yaani usiwe hapa. Usishangae mtu hapa. Nataka uelekeze haya maombi kwa hasira kabisa kwa ule bwana ambaye amevamiwa. Fanya hivyo, alafu kama yeye na ushuhuda ndio utakushangaza. Sema Baba, kwa jina la Yesu. Sawa sawa na Mathayo 11:28, ninaharibu na kuondoa kila roho inayosababisha karaha kwenye kila eneo la ndoa na familia yangu. Sema kwa jina la Yesu Kristo. Sawa sawa na Mathayo 11:28, ninaharibu na kuondoa kila roho inayosababisha karaha kwenye kila eneo la ndoa na familia yangu. Omba hilo ombi, omba maanisha kazo balaga. Unaweza kunena kwa lugha, nena kwa lugha. Uwezi kunena kwa lugha, rudia tu kwa jina la Yesu sawa sawa na Mathayo 11:28, ninaharibu na kuondoa kila roho inayosababisha karaha kwenye kila eneo la ndoa na familia yangu. Kwa jina la Yesu Kristo, sawa sawa na Mathayo 11:28, ninaharibu na kuondoa kila roho inayosababisha karaha kwenye kila eneo la ndoa na familia yangu. Kwa jina la Yesu Kristo, sawa sawa na Mathayo 11:28, ninaharibu na kuondoa kila roho inayosababisha karaha kwenye kila eneo la ndoa na familia yangu. Kwa jina la Yesu Kristo, sawa sawa na Mathayo 11:28, ninaharibu na kuondoa kila roho inayosababisha karaha kwenye kila eneo la ndoa na familia yangu. Nataka uombe umaanishe, hata kama ni mtoto, omba unaombea wazazi. Marosa katabaya.
Ekasakatabaya eroza bahata balakaza vraheska balai makobre ezika palaza vrahakitebelia. Baba, kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ulionipa kwa ajili ya kuhudumia watu wako, sawasawa na Mathayo 11:28, ninatembea mpaka kwenye hizi familia, ninaharibu na kuondoa kabisa kila roho inayosababisha karaa, usumbufu kwenye kila eneo la ndoa na familia zao. Kazozo praheska balai inkatakabaya eroza katakabaya erosa karabakataya eroshe breheska vali ementaya eliska va robo elemena kataya erezize evrahaska vali katabaya. Ninaharibu kwa jina la Yesu kila roho inayosababisha karaha kwenye kila eneo la ndoa na familia zetu. Jabrahaska valia eresko bala enezovraheska bayai elezika roza vrahaska valia emando sakabe elevoza vrahaska vaya eliska ba alazo eremen karavazai ereska taya balaba. Kwa jina la Yesu Kristo, kupitia maombi haya ni unabii. Hakuna ndoa wala familia ambayo itaendelea kuteswa na pepo wabaya. Hakuna familia wala ndoa ambao itaendelea kuonewa na roho za kipepo jekadaba. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, sawa sawa na Mathayo 11:28, ninatembea kwenye hizi familia, ninatembea kwenye hizi ndoa, ninatembea kwenye hizi ndoa. Kila mtu ambaye umemleta mahali hapa kwenye madhabahu, ninatembea kwa jina la Yesu Kristo. Ninaharibu na kuondoa kila roho inayosababisha karaa kwenye ndoa zao, inayosababisha karaa kwenye familia zao. Je paragadaba, inayobadilisha watu kuwa kama vituko, inayobadilisha watu wa behave vingine kinyume na mapenzi yako, kinyume na kusudi la ndoa kwenye familia. Shabra gadaya ezazazaza pragadea elakasakatabaya erusha epraska mata valede eleshka ba azovre heskabala ereshka ma atalavaziketia mako prezive lekoska pataya eresi elemando savri elegoshia inkatakabaya. Kwa jina la Yesu Kristo, ninaharibu kila roho inayosababisha karaha kwenye kila eneo la ndoa na familia zetu. Shepragadaya ezuzu katabaya erishka ba elezuya eleshka ma antavragataya elezizo praheskavari kanaya ekatabaya ekasakatabaya elekes. Nataka uombe, tumia jina la Yesu, tumia mamlaka, ondoa, haribu, ondoa, haribu, ondoa. Omba tu hata kama uelewi, omba tuona vinatokea. Shabraheska balia ekizo prahaska bala. Imetosha karana usumbufu kwenye hizi ndoa na familia zetu, imetosha kwa jina la Yesu. La katakaba zebreheska mai inkatabaya eruska barie desha eliska ma aragazia inkataba ezevelikaya eliska ba arazubreheska ya eleko mande sakatabaya. Kwa jina la Yesu Kristo, ninaharibu na kuondoa kila roho inayosababisha karaa kwenye kila eneo la ndoa na familia zetu kwa jina la Yesu. Makasobraheska baya ekasakatabaya ereska ba alavazikataya ereska manda rabakataya ereske ve elozivre heska maya eliska manda sada elezogadaya elekozibrahaska vaya inkasakatabaya lezuzi kabaragedesia eleko mandaza vragadaya elekozi eskamaya elezuresibakataya eleshando marhaska varakatia ezezekotaya inkarabakataya ezukapaladesia ereska vala mandika ekasabragada. Haribu, ondoa kwa jina la Yesu. Haribu, ondoa kwa jina la Yesu. Haribu, ondoa kwa jina la Yesu kila roho inayosababisha karaa kwenye ndoa na familia. Shebragada ya esika makaro ezevla kataba. Wewe mwenyewe ni shahidi, unajua familia yako haikuwa hivyo, ndoa yako haikuwa hivyo, nyumba yako haikuwa hivyo. Shida ni nini? Shida ni hizi roho, sio watu wa kwenye familia. Watu hawana shida. Masoko bayae ereska baya inkarozeve kataya ereska ma alagazie lekota ekazagadaya egazivre heskadia ekamando rezikataya ekozi esabragadia eleska ma aragaska baya elekozema akrazigataya ekasabraha seveleketia mako sevregedia. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninaharibu na kuondoa kila roho inayosababisha karaa, inayosababisha usumbufu wote kwenye ndoa na familia zetu, kwenye ndoa na familia za watu ulioleta kwenye madhabahu. Maseketia inkataya ezezekataya
kataya reska ba kaleze veheska dia reko ma ankaladika daya ekasakatabaya. Tunasema na wewe roho, tunasema na wewe roho mbaya kwa jina la Yesu Kristo, unasababisha watu kuwa na hasira za ajabu. Maro zevelekataya ekoska manda razivelekia enkasabragadaba. Tunasema na wewe roho unaosababisha watu kuleta karana usumbufu balara kwa jina la Yesu. Rapakataya sheketetetekedemaya reska bra alimendo sabragadaya ikana zebra hiskabaya ekotabaya esika makataya ekasakatabaya reskapakataya imakasobregedia. Maombi haya yaishi hapa, yanatembea yanaenda mpaka kule nyumbani kwa jina la Yesu. Makasobrehesia inkatabaya esobragisaya inkatabaya ezikataya ekomakataya isakarabakataya irosevrehesi makataya iraskataya bali evrekotaya inkatakatakaya erezikabaya. Sijaona watu wakiomba makotevrehesi mia kazibreketia ila kasakatabaya. Ninaamuru kila mtu ambaye amevamiwa, kila mtu ambaye amevamiwa kazozozo kwenye ndoa, kwenye familia yako kwa jina la Yesu. Riko sakatabaya ikasabragada. Ninaamuru kwa jina la Yesu, hiyo roho yaribike na kutoweka kwa moto. Hiyo roho yaribike kwa sopra helemai zagadabaya elekesibaya. Watu waachiliwe kwenye familia, watu waachiliwe kwenye ndoa, watu waachiliwe kwenye nyumba. Sakatabaya ezuza kanima rakataya ekasakataya ereketia arakasabrakataya irakasakataya irakasabragada epapapapapakosia mande sobraheske vedia ekakadi elekoska maya eriskobaya ekanamasia ekasakaya ererekosikataya epapapapapa jekete paraga. Sijaona mwanamke mmoja akimwombea mume wake, sijaona mtoto mmoja akimwombea baba yake. Zakatibaya erekezigadaya esakabaya erekezikataya epapapa shete komanda erekezigadabaya ikasakataya epapapapapa jesekota erekoska manda kataya ekasakataya erakasakataya. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, sawa sawa na Mathayo 11:28, kwa jina la Yesu Kristo tunaharibu na kuondoa kila roho inayosababisha karaa, usumbufu kwenye ndoa na familia zetu. Makazivreketia ikasakataya erekezigadaya ekasakataba. Kila roho inayosababisha watu kubadilika na kubehave vibaya kwenye familia na ndoa, mazozikataya ekasakatabaya kota daya sabragada. Tunajua hawa watu hawakuwa hivyo tulivyokutana nao. Makose kedi alazia paraska bala ketea sikatabaya papa. Tunajua baba yetu hakuwa hivi kese mandaya resukabaya. Tunajua mama yetu hakuwa hivi kwa jina la Yesu. Rikosa kabaya erezekataya makataya ezazakataya erekozia enkataya ekezikataya elezuzikataya erapakataya shabragade eresukabakataya ekasakataya erekisikataya. Tunaziharibu kwa jina la Yesu kila roho inayosababisha karaha, kila roho inayosababisha usumbufu, kila roho inayosababisha watu kuwa na hasira za ajabu kwa jina la Yesu. Rapakataye erekozikataya inkataya erekizikataya rapakataya ekasakatabaya erekezi ikasakabaya erapapapakataya erezikapaya ezazakataya erekosika makataya eleziprahaskabaya ekataya erapakazikataya ekasakatabaya epasa. Omba kwa kumaanisha, elekeza hii prayer kule nyumbani. Unajua ni wapi pana shida sekota papa. Manake kila mtu rakasekebelezuzi hae ererekota maragataya ekora makarigataya erepuska para edekezia ekosakataya erapapapaya erekezikataya erapakazikataya erebosakalamandia rapapapapakazoya ererekozikataya enkarobosakataya ekasakabala repekezia enkasaba lekezikataya enkasabragada elekezikataya arapakazia enkatabaya lekezikarabakataya erebosakamandia ekezibala eparakatesh
Rapapapapapa mezozokobolozia erepabakazia erekesheketia rakatakabaya rapapapapagedia elekezikatabaya. Moto wa Roho Mtakatifu ushuke kwa watu mahali hapa, utembee mpaka kule nyumbani kwa jina la Yesu. Rapakataya. Haijalishi nani amevamiwa, awe ni baba, awe ni mama, awe ni ndugu, awe ni nani. Paragadia eseketeke mandia erakasibaragaya erapakazikataya erepekezikatabaya erapakasibragada. Unajua kabisa yule mtu akuwa hivyo masoko badia erekezikatabaya apapapapakatia elekezikataya rapakesia ejejekamandia erekezikataya erekezikataya. Mtu wa Mungu, omba, maanisha kuna neema, kuna power, kuna nguvu ya kukusaidia siku ya leo, ile familia irudi kwenye kusudi la Mungu. Mazoko tabaya erezezeka papapapapakazia erekezikataya arakoze preketia apapapaya elekezikataya apapapapapaya erapapapapaya erapapapapaya erekezika lakasakataka. Kila roho inayosababisha hasira zisizo za kawaida, kila roho inayosababisha karama usumbufu kwenye ndoa na familia, ajakataya ajakataya, leo umekamatika kwa jina la Yesu. Ripakataya erepakataya irapakataya 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 irapakataya. Aribika kwa jina la Yesu bragazibada, aribika kwa moto kwa jina la Yesu bragada. Aribika toka kwenye hizi familia, aribika toka kwenye hizi ndoa, aribika toka kwenye hizi nyumba, aribika toka kwenye hizi familia, aribika toka kwenye hizi ndoa, aribika toka kwenye hizi familia. Jeketea ho papa kazozoto blehese manaya gadia ereska ba evelekoskedia ekasakataka ya balagadia elekezigada bababakata rekosa palakata ya mandevla gada ya erekezikata ya kataya 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 repapapapapa kazivrekesika makataya eribisaka labakataya erikana makazovresikataya. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, sawa sana Mathayo 11:28, tunaharibu kila roho inayosababisha usumbufu karaa kwenye familia na ndoa. Shaprakadabaya, kila roho inayosababisha familia hizi zikae kwa utulivu, familia hizi zikae kwa raha. Shakatabalo pregezia baba rekezigada ababa kitea mazozo kataya elekezikataya rapapapapapa jeketeketia jakatakaya erekezikataya shabragadaya baleskebea papapapapa desi ereketekete bakataya elekezika makataya arosopreke makataya rapapakasibragada. Kila roho inayosababisha karaha ili ndoa zitengane, rapakataya ba. Kila roho inayosababisha karaha ili baba na mama waachane, kila roho inayosababisha karaha kwenye hizi familia, rapakataya kwa hawa watoto mazozo karime tekedisa bakataya rapapapakataya ya deseketetedia raskotobole maya ekataka ya balagataya shapragazi valagadabaya rapakataka zabragadaba. Kila roho inayosababisha karaha ili hizi ndoa zivunjike, familia zivunjike, nyumba zivunjike kwa jina la Yesu. Rapakataba, haitakuwa hivyo tangu siku ya leo. Tunakuharibu, tunakuondoa makasakataya erekezikataya apapakazikataya erekasakatakaya rapakazikataya kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Rapakazapakataya arabakasikamaya ereketia jajajajajabragazivelia jajajajajabragasakarabaya erekosa makataya erekedebalusa makaribesikataya elakasakarakatakabatayada repapapapapapa jafrakasikabala heparagase heparagaziala erekezika makataya erakasakarabakataya ekasakatabaya arapakasikataya erepakasikarakataya arapakasakatabaya. Kila roho inayosababisha karaha, watu walie kwenye ndoa, watu walie kwenye familia, watu walie kwenye nyumba, watoto walie kwenye nyumba, akazozozo bragadie
riske besa maragadia apakatabaya. Kila roho inayosababisha hiyo nyumba, hiyo ndoa, hiyo familia iwe kwenye riski ya kutengana, iwe kwenye riski ya kuvunjika, rapakataya, iwe kwenye riski ya kuvunjika, iwe kwenye riski ya kusambaratika, haitasambaratika kwa jina la Yesu, haitavunjika kwa jina la Yesu. Rapakateshmere afragadaya eleketekebayakana rakaseketia lakashakataya erekezikatakaya arabasaka makataya erekezika makataya eresosokapaya erekezika makataya rapapapapapa getese rekezeze kaluse fregedia katabaya kataya. Omba maanisha vinatokea kwa jina la Yesu. Raskatakataka ya bakataya erebosa kile menekatabaya hepapapapapapa. Katika Yesu Kristo tuna ushindi dhidi ya kila roho kwa jina la Yesu. Rapakatakaya. Maana imeandikwa, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge, wala hakuna chochote kitakachowazuru. Maana imeandikwa, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitakachowadhuru kwa jina la Yesu. Rakataya. Tunatembea kwenye hizi familia, kwenye hizi ndoa, kwenye hizi nyumba kwa jina la Yesu. Rapakataya, erekezikataya, rapakazikataya, erepakasakataya, ele mama makazibreketia ekatakazia lakadeshka bradea epapapapapazia elekezika makataya erezize breheska baya epasakalabaya. Ninatembea kwenye familia kwa jina la Yesu. Ninatembea kwenye nyumba kwa jina la Yesu. Ninavunja, ninaharibu, ninaondoa kila roho inayosababisha karaha kwenye ndoa, kwenye familia. Ninatembea kwenye nyumba, ninavunja, ninaharibu, ninaondoa kila roho inayosababisha karaha kwenye ndoa na familia kwa jina la Yesu. Kwenye nyumba ninavunja, ninaharibu, ninaondoa kila roho inayosababisha karaha kwenye ndoa na kwenye familia. Tunaiondoa kwa jina la Yesu. Kwenye nyumba, kwenye familia kwa jina la Yesu Kristo. Kila roho inayosababisha karaha kwenye nyumba, kwenye familia, kwenye ndoa, tunaharibu na kuondoa kila roho inayosababisha kwa jina la Yesu. Kila roho inayosababisha karaha, kila roho inayosababisha usumbufu kwenye nyumba, kwenye ndoa, kwenye familia, ninaiharibu na kuiondoa kwa jina la Yesu. Kila roho kwenye hii familia inayosababisha karaha, usumbufu, ninaiharibu na kuiondoa kwa jina la Yesu. Lazima iwe shwari kuu. Kila roho kwenye familia, kwenye nyumba, kwa jina la Yesu Kristo, inayosababisha karaha na usumbufu, ninatembea kwenye familia, ninaiharibu na kuiondoa kwa jina la Yesu. Kila roho inayosababisha karaha na usumbufu kwenye familia, kwenye ndoa, ninaiharibu na kuiondoa. Kila zezeko maya shakatakabaya erekezikataya erekezakataya arakaziketaya emakataya kara ekataba. Nina cancel kila ratiba ya kusambaratika hizi ndoa na familia. Mazozo prakasa kalabadaya eresuka makata brakisevleha erapapapapapa kasakataya erekuzipreheska balade velikotaya erekuska maragataya erapakataya epapapapapa. Nina cancel, ninaharibu na kuondoa kila ratiba ya hizi ndoa, familia kuvunjika, kusambaratika. Yakata debea epapapapapapa mazoko palabelekezia ereketeketekiamanda erekezikataya erakazikataya shabrage palagaba emekerekere kanima erepasa kateba. Kila roho inayosababisha watu waonekane hawafai kwenye hii familia, mazabragadia elekezia. Kila roho inayosababisha watu wajione hawafai kwenye hizi familia, kila roho inayosababisha watu waonekane hawafai kwenye hizi ndoa, kwenye hizi familia, kwa jina la Yesu. Pakataya. Kila roho ambayo inasababisha watu wasemesane maneno magumu makali ya kuumiza, kwa jina la Yesu. Rashkataya. Pakataya. Rakasakataya. Tunasema na wewe roho, pepo wabaya, muda wenu ume-expire. Lezuzu kabaya, kama mlivyo pepo wabaya, muda wenu ume-expire. Rasoko badia rekezikataya apapakataya rekezikatabaya. Kila pepo wabaya, muda wenu ume-expire wa kuleta mabaya kwenye hizi familia. Yakatakataka. Kila pepo wabaya, muda wenu ume-expire wa kuleta mabaya kwenye hizi familia ambazo sio mbaya. Rakata yakata. Ninatamka
ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, kila pepo wabaya, muda wenu umeexpire wa kuleta mabaya kwenye hizi ndoa, kwenye hizi familia ambazo si mbaya. Rakadesh, 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 rapapapapa, lekezigada, kila roho inaodisturb, kila roho inaosumbua kusudi la Mungu kwenye ndoa na familia, leo ni mwisho kwa jina la Yesu. Rapakatea, ezeketaya, rakamakataya, epapadeshia, ekatakazabaha, shekerimandala, rekezigabala, reshakabaya. Katika jina la Yesu Kristo natamka imekuwa hivyo. Natamka imekuwa hivyo. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo imekuwa hivyo. Ninatamka kila karaha imetoweka kabisa kwenye kila eneo la ndoa na familia yako. Ninatamka imekuwa kama ulivyoomba kwa jina la Yesu. Ninatamka kila karaha imetoweka kabisa kwenye kila eneo la familia na ndoa yako. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, kila roho ya usumbufu, kila usumbufu umetoweka kabisa kwenye kila eneo la familia yako. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, kuanzia siku ya leo ndoa na familia yako imekuwa shwari tu na si vinginevyo. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, kuanzia siku ya leo utadumu kuona raha na furaha kwenye kila eneo la ndoa na familia yako. Unaamini hivyo? Unaamini hivyo? Unaamini hivyo? Sema Baba, kwa jina la Yesu. Sawa sawa na Ruth 1:9. Tangu sasa nijalie kuona raha kwenye kila eneo la ndoa na familia yangu. Sema Baba, kwa jina la Yesu. Sawa sawa na Ruth 1:9. Nijalie kuona raha kwenye kila eneo la ndoa na familia yangu. Sema Baba, kwa jina la Yesu. Sawa sawa na Ruth 1:9. Tangu sasa nijalie kuona raha kwenye kila eneo la ndoa na familia yangu. Hebu omba ile ombi maanisha. Hebu omba. Mazozo bragada ya baligada. Erekezi balagada baya. Ekasakata bragadaya, esekebia, makatabaya. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, uliovuta hizi familia kwenye hii madhabahu, ulioleta watu kwenye hii madhabahu, ulioleta hizi nyumba kwenye hii madhabahu, Baba, kwa jina la Yesu Kristo, uliovuta hizi familia kwenye hii madhabahu, ulioleta hizi nyumba kwenye hizi madhabahu, ulioleta hizi ndoa kwenye hii madhabahu, ulioleta hizi familia kwenye hii madhabahu, ninakusihi kwa jina la Yesu, sawa sawa na Ruth 1:9. Tangu sasa tujalie kuona raha na si karaha kwenye kila eneo la ndoa na familia zetu, kwenye kila eneo la nyumba zetu. Maana yake kila familia itakapotoka mahali hapa ikakute raha, ikaone raha tangu siku ya leo. Wasiendelee kuona karaha tena, kwa sababu kusudi lako kwenye ndoa na kwenye familia ni kila mtu kuona raha na sio karaha. Zazobragadaya, elekozakamaya, ekezikataya, epasakataya, ekasakalabaya, elezezezia, makazeketia, mazokotabaya, ekatabaya. Natamani kuona mtu akiomba kwa kumaanisha. Natamani kuona mwanamke mmoja akiomba, mwanaume mmoja akiomba kwa ajili ya ndoa na familia yake. Natamani kuona watoto wakiomba kwa ajili ya familia na nyumba zao, kwamba tangu siku ya leo Mungu akujalie, Mungu awajalie kuona raha na sio karaha kwenye kila eneo la ndoa, familia na nyumba. Shabragadaya, epasobrahe maraska daya, ekedeska mara zofre heskebedia inkataya, ekezikaraba kataya, erapapakazia, lekezikadawaya, epakatia. Kila ambacho kimekufa kikainuke tena, upendo uliopoa kainuke tena. Japrakatagadaya, ekatakaya, erepapapapapa, lekezia. Mioyo iliyoumia, iliyojeruhiwa kapone tena. Lakazebreheska balagadaya, elekedia, ekasakabada, lesikabaya kataya, erekezika makataya, epragaskataya blakatea, elekezia taya, ekozebreheska baya, elepapapapakazia, lekozekresepalania, eleziko daya maredeya, elebabababa, jantakabaya, ekasakatabaya, erekezikataya, ezeketabaya, elekezia. Omba maanisha Baba, kwa jina la Yesu, sawa sawa na Ruth 1:9. Tangu siku ya leo tujalie kuona raha na si karaha kwenye kila eneo la ndoa na familia. Mazozokataya, esheketia, arakazikataya, erekezikataya, arakazikataya, epapapapapa, lekezikataya, erekezikamakataya, epapadesikanaya,
Yekezikataya, erekezikataya, rakataba. Yesu umesema kila anayekuja kwako nampumzisha. Yesu umesema kila anayekuja kwako nampa raha. Jalia hawa watu, jalia hizi familia, jalia hizi ndoa, jalia hizi nyumba tangu siku ya leo wakaone raha na si karaha kwa jina la Yesu. Lako zevreheskevelia, elekezika mayada, eleziko baada kizemeia, elekezikataya, ekataya rapadoshke pelediske veliania erekezikataya apragazikataya elelekozia ezakarabaya ereziko balagada ekazika makataya enkasavragadaya epezigaraba lekezika makataya ekezika makataya ekezika bakadia elekezika makataya ekasakatabaya eresupragadaya ebasakalabadea katika jina la Yesu Kristo, sema amen. Natamka imekuwa hivyo kwa jina la Yesu. Natamka familia, ndoa yako, nyumba yako toka siku ya leo imepata raha kamili kwa jina la Yesu. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, tangu siku ya leo nyumba yako, familia, ndoa yako imepata raha kamili kwa jina la Yesu. Ninatamka kuanzia siku ya leo Bwana amekujalia kuona raha na unaona raha kwenye kila eneo la ndoa na familia yako kwa jina la Yesu. Ninatamka kuanzia siku ya leo Bwana amekujalia uone raha na unaona raha kuanzia siku ya leo kwenye kila eneo la ndoa, familia na nyumba yako kwa jina la Yesu. Ninatamka kuanzia siku ya leo utakachodumu kuona kwenye ndoa na familia yako ni raha na sio karaha kwa jina la Yesu. Ninatamka kuanzia siku ya leo utakachodumu kuona kwenye ndoa, kwenye familia, kwenye nyumba yako ni raha na sio karaha. Ninatamka kuanzia siku ya leo fungu lako kwenye nyumba, kwenye ndoa, kwenye familia yako ni raha na sio karaha, na imekuwa hivyo kwa jina la Yesu. Oh my goodness, unaamini? Unaamini hivyo? Unaamini hivyo? Unaamini hivyo? Amen. Okay, angalia Zaburi ya 128 mstari wa 5. Usikae. Ukikaa utanisababisha nianze kuhubiri kwa sababu sijamaliza, nimekatiza. So usikae maana muda wangu umeisha kabisa. Zaburi ya 128 mstari wa 5. Mtu mmoja nisome. Bwana akubariki toka Sayuni, my goodness. Uone uheri wa Yerusalemu siku zote za maisha yako. Mwingine arudie kama yuko hapo. Sio kwa tumesoma. Bwana akubariki kutoka Sayuni. Uone uheri wa Yerusalemu siku zote za maisha yako. Si ndio? Anasema Bwana akubariki kutoka wapi? Bwana akubariki kutoka wapi? Amesema akubariki kutoka wapi? Sayuni. Okay, kibiblia Sayuni ni kanisa. Kibiblia Sayuni ni kanisa. Si ni sawa? Manake anasema hivi, Bwana akubariki kutoka wapi? Kanisani. Si ndio? Manake kumbe kanisa ni mahali pa kubarikiwa. Kanisa ni mahali pa ndoa yako kupata baraka. Kanisa ni mahali pa familia yako kupata baraka. Kanisa ni mahali pa nyumba yako kupata baraka na si laana. Ninatamka kwa sababu umekuja kwenye kanisa mahali baraka zinatoka. Tangu siku ya leo unaondoka na baraka kwa ajili ya ndoa na familia na nyumba yako kwa jina la Yesu. Unaamini hivyo? Unaamini hivyo? Mtu wa Mungu, kama anasema hivi, Bwana akubariki kutoka kwenye kanisa, manake Mungu ameweka mamlaka ya kubariki chochote kwenye kanisa. So usipuuzie kanisa, usipuuzie ibada. Si sawa? Kama ambavyo kule kwa shetani wana madhabahu zao, kule kwa wachawi, kwa waganga wanatamka laana, kadhalika kwa Mungu tuna madhabahu inayoitwa kanisa, ambayo kazi yake ni kubariki ndoa, familia na nyumba. Mtu wa Mungu, masoko bra, maadamu umekanyaga mahali hapa, haijalishi familia yako, haijalishi ndoa yako, haijalishi nyumba yako ilitamkiwa laana na nani ama wapi. Neno moja ninalojua, kwa sababu umekuja mahali pameamriwa upate baraka, kuanzia siku ya leo ndoa yako imebarikiwa tena, familia yako imebarikiwa tena, nyumba yako imebarikiwa tena. Hautaondoka na laana yoyote, unaondoka na baraka, na lazima ndani ya hii wiki ukaone mabadiliko kwa jina la Yesu. Oh my goodness, my goodness, my goodness. Ninatamka tangu siku ya leo utadumu kuona baraka kwenye familia na kwenye ndoa yako. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, toka siku ya leo hautaona laana yoyote tena kwenye ndoa, familia na nyumba yako. Kwa jina la Yesu Kristo, kutoka Sayuni nataka nikubariki. Nataka nibariki familia yako tena.
Amen. Uko tayari? Amen. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kutoka Sayuni leo, na ibariki ndoa na familia yako na nyumba yako kabisa kabisa, na imebarikiwa kweli kweli. Amen. Na ibariki ndoa yako na familia yako tangu siku ya leo, na tamka imekuwa heri siku zote kwa jina la Yesu. Amen. Oh my goodness. Ninatamka kwa jina la Yesu, kuanzia leo ni mwisho wa kila karaha kwenye kila eneo la ndoa na familia na nyumba yako kwa jina la Yesu. Ninatamka kuanzia siku ya leo ni mwisho wa kila usumbufu kwenye kila eneo la ndoa, familia na nyumba yako. Amen. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ninakubariki kuanzia siku ya leo. Nenda kaone raha kwenye kila eneo la familia, nyumba na ndoa yako. Hey, ninakubariki kuanzia siku ya leo, nasema hivi, nenda ukaone raha kwenye kila eneo la ndoa, familia na nyumba yako. Amen. Ninakubariki kwa jina la Yesu Kristo, nenda ukaone heri, nenda ukaone raha na pumziko la Kristo kwenye kila eneo la ndoa, nyumba na familia yako. Oh my goodness. Ninakubariki, narudia tena. Ninakubariki na ninakutuma, nenda kaone raha, nenda kaone heri, kaone pumziko la Kristo kwenye kila eneo la nyumba na familia yako. Na ninatamka imekuwa hivyo kuanzia siku ya leo na si vinginevyo. Utaona raha, utaona heri, utaona furaha. Unaamini hivyo? Mshangilie Yesu, mshangilie Yesu, mshangilie Yesu. Yaani amekuondolea laana, amekuondolea karaha, amekuondolea usumbufu, hajakuchaji chochote. Vigelegele unavyopiga, ingekuwa kuna buffet ama ungekuwa kule, vingekuwa zaidi. Kwa nini usimshangilie Yesu zaidi? Okay, ninakutangazia hii ni wiki yako ya familia yako na ndoa yako kuanza kuishi tena kwenye raha ya kiungu.